غزلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصال. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. Tuingia katika mwaka mpya wa Hijria wa 1442. Sasa tuingia na kila mwaka ukiingia huo ukiingia na mapia yale, bila shaka sote tufahamu ni sampuli mbili: ni mapia tuyafurahikia au ni mapia tuyahuzunikia. Na mwaka wetu hunu mpya kabla hauyangia, tunayo ya kutufurahisha, tunayo na ya kutusikitisha. Yatosha ya kutusikitisha hili janga lilozuka la maradhi ya korona, yakasababisha kubadilisha ulimwengu kitwatini maguyu. Uchumi ukaharibika, ada zikatoweka, ibada zikashangaa, tukawa hatuishi hata la kufanya. Misikiti na nyumba za ibada nyinginezo na nyakati mpaka saa za kutoka na kuingia. Haya kwa hakika ni masikitiko makubwa kwetu sisi Waislamu, yametuathirishia mambo mengi, lakini tuweke dhana njema. Iwe ni kama kugeuza gozi, kuvaa ngozi mpya kwa mwaka mpya wa Hijria uliotuingilia insha Allah taala. Kila kitu kina mnasaba wake na kila namna yake na kina wakati wake na kina sampuli yake na kina jinsi ya kukieleza kwake, na ndiyo sura aliyofanya Mtume. Mtume alikuwa hauwati munasaba ila alikiupatiliza. Ikikurubia Ramadhani akibashiri Ramadhani imekurubia, ina kadha 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 kadha. Siku ya Juma ni katika siku tukufu, ulikuwa kadha 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 kadha. Mwaka ambao kwamba alifiliwa na maami zake na mkewe na ami yake Abu Talib, siku ya tatu tu kafuatia na mkewe, ukawa ni mwaka wa huzuni. Mpaka leo tukumbuka mwaka wa huzuni, na katika tarehe waamkuliwa mwaka wa huzuni. Kwa ajili hiyo, kama sura ambayo kwamba tuna mwaka wa huzuni, tuna na mwaka wa Hijria. Maadamu Mtume aligura wakati hunu katika tarehe hii iliyowekwa na maswahaba wote kwa mshawara wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ukawajulikana ni mwaka wa Hijria. Mwaka wa Muharram ni mwaka mpya, watu wakishughulika kusoma kiswa cha Hijra. Mwaka wa Rajabu ni wa Miraji, watu hushughulika kusoma Miraji. Mwezi wa mfungo sita ni mwezi wa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakadha utaona hii ni miezi, bali siku zina munasabati mbalimbali, na zote huo ni uzuri kutaywa. Na katika kutaywa kwa wenyewe isitoshe kuwa ni kutaya kiswa. Mtume tarehe kadhaa wakati kadhaa, Makureshi walimpinga, wakafanya mikutano, wakamtoa, wakawataka kumuua na kumfanyia zitimbi. Akatoka akawatia mtanga wa mato usione. Mtume kaya kwenye mpaka Jabali Thauri, yeye na Sayyidina Abubakar, na kukapangwa mipango kadha kadha. Akaketi siku tatu, baada yake akatoka kuekelea Madina, akapita kwa Ummi Ma'badi, yakawa yalokuwa mpaka kusikilia Madina. Hiki kiswa chajulikana na chafahamikana na kina mazingatiwa makubwa, lakini tusishughulike kwa sasa kukitaya kiswa kama kiswa, kukitaya kiswa kama ngano, kukitaya kiswa kama hadithi. Bila shaka tutasikia hadithi zake mara kadha wa kadha, lakini tutukue
mazingatiwa katika hiki kiswa sura kilichokuwa mawili matatu, ili tupate darasa, na wala tusishughulike mno kwa mambo ambayo kwamba tunaweza kunena ni karama, ni miujiza au ni mambo ya kupita ada, yale hatutoyapata sisi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Sayyidina Ali, lala kitandani kwangu na uifinike kishari changu cha Kihadhrami hiki, hakuna litakalo kukupata. Hii ni miujiza, Mola amemyuza, Mola amemfahamisha. Na Sayyidina Ali akaya akalala, na wale Makureishi kila wakitungia humuona mtu wao ulele. Wakati Mtumi alitoka na wao wamelala, kawanyunyiza mtanga yula nyuso zao, akiwaambia shahatil wujuh, zimeangamia nyuso za ukafiri hizi. Akawasomea aya za Qur'ani, wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Hii ilikuwa ni muujiza. Lakini angalia uwanadamu. Alipomuita Sayyidina Abubakar akamwambia, mimi nimeruhusu kugura kwenda Madina. Na Sayyidina Abubakar alikuwa amenunua ngamia kitambo, awalisha, awapa chakula, amewandaa apate kugura yeye na Mtume. Mtume alipomwambia mimi nimeambiwa kugura kwenda Madina, Sayyidina Abubakar alimwambia, as-suhbata ya Rasulullah, naomba usahibu tuwe sote. Hakuwa alikuwa ayua yeye, alikitaraji. Akamwambia as-suhbata, yani as'aluka as-suhbata, naomba urafiki. Mtume akamwambia naam, as-suhba, nimekubali usahibu wako. Basi Sayyidina Abubakar alilia kilio cha furaha, alilia kilio cha furaha. Sayyidatina Aisha akamuona, akawa hunena siadhani, na nalikuwa siisi kwamba mtu akipata furaha zikimzidi hulia. Hapa angalia adabu ya mtu. Sayyidina Abubakar alikuwa anazo baadhi ya habari za kwamba mtume wetu atagura, lakini hakuwa akamwambia ya Rasulullah, ukiwa utagura nitakuwa na mimi. Saa nyingine huwa haimpunduki. Hili ni fundisho, usiwe mpesi tu kila mahala nitakuwa na mimi. Urafiki tukua darasa, mpime mtu, angalia ile hali. Hili ni darasa moja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa katika ghari Thawr, Sayyidina Abubakar alimwambia Mtume, ngoja ningie mimi. Na hili ni kuonesha adabu ya urafiki. Akaingia yeye Sayyidina Abubakar, akaisafisha pango, akatoa zitu zote, akamwambia atungie. Na kisa ni maarufu. Wakawa wale Makureishi wamesikia kwamba huyu mtu megura, wakamzingia mtu huyo kufuata sati, nyayo za maguu. Wakaziona nyayo za Mtumi na za mtu wa pili. Wakaya mpaka kwenye pango, kwamba zimekoma hapa. Makureishi wakapanda yule majabali, wazunguka huko, wakizunguka huko, wamzengea Mtumi. Wapita chini ya maguu. Sayyidina Abubakar awaona na amwambia Mtume, ya Rasulullah, lau mmoja wao wataangalia nyayo zake tu watatuona. Mtume kama usifanye shaka. Ma dhannuka ya Abubakar bithnaini illahu thalithuhuma, wafikiria nini wewe watu wawili watatu wao ni Mwenyezi Mungu? Hii ni hapa yaonesha nini? Kutawakkal. Ametukua ndia za kusita, ametukua ndia za kukimbia, ametukua ndia za kuingia kwenye pango, kisha amemwatia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akamhifadhi, akamweta ndiwa asotandra, akatandra na mayai yake, akamuita ankabuti, asotoa matandu, kaweka matandu yake. Hiki ni kiswa maarufu chajulikana. Mtume akatoka baada ya siku 3, na alikuwa amewekwa mtu huyu akiwaetea maziwa na akiwapa habari. Mtu yule alikuwa ni mtu gani? Alikuwa si Muislamu, alikuwa ni mushrik, lakini alikuwa uko kwa Mtume na ametangamana na Mtume na amemwamini Mtume,
mpaka Mtume akamwambia, wewe utakuwa ukituletea maziwa na ayua ule si mushrik, na aweza kwenda kupeka habari, wakashikwa muda wa siku 3 wako kwenye pango. Hiyo ndio tawakkul, na hiyo ndio kupanga. Mtu ule sura alikuwa ameona ukweli wa Mtume na usafi wa Mtume na ikhlasi ya Mtume na tabia ya Mtume. Hata kama alikuwa yeye hakusilimu, lakini alikuwa aona si uzito kumtukulia chakula, kumpekea mtu alokimbia, ambaye kwamba azengewa na lilompa kutoka ni dini, na yeye ile si dini yake. Hapa tutukue darasa kama hizo. Mtume baada ya siku ya 3 alipotoka enda zake Madina, kukatoka habari huku kwamba Quraysh mwenye kumpata atapewa ngamia 100, mwenye kumpata Mtume uhai au umekufa. Kisa hiki chajulikana. Akaamua kana mimi nimewaona. Suraka akamwambia siwo, na kana alikuwa yeye kuyua ndio. Akatoka Suraka kwa kiswa kilichokuwa maarufu kumfuatia Mtume ili apate kumuua. Kaya mpaka akamkurubia. Na alikuwa bado huyu Suraka aamini mambo ya mburuga, mambo ya uganga, mambo ya uchawi. Akatoa zile mburuga zake, basi hata zile mburuga zilikuwa zikimwambia usende, lakini yeye asikubali kwa una tamaa ya ngamia 100. Akaonekana Sayyidina Abubakar akamwambia Mtume, akamwambia muate. Kabla hayamsikilia Mtume, farasi aliruka, akarudi, ardhi kapasuka, akazama farasi mpaka bado kitu kichache tu na Yesu Suraka wenyewe azame. Akampigia yeye Mtume, naomba amani, naomba amani, naomba amani. Mtume karudi akampa amani. Akamwambia niandikia, hakuna cha kuandikiwa hapo. Ukapatikana kijaya cha chungu. Mtume katoa amri hapo amani, kwamba tumempa amani Suraka. Angalia, mtu umetoka azengia kukuua, ilikuwa ni wewe umuue. Wewe mpa amani, je akirudi huku akifanya lingine? Lakini Mtume alikuwa yeye ni amini. Na amini amani. Na amini ukweli. Na akiambiwa jambo akiliona ni la sawa, harudi nyuma, sababu yeye apenda amani. Akapewa amani Suraka. Akaya kwa Ummi Ma'badi, hakuna chochote, ni kibuzi, hata kwenda kulisha hakikwenda. Mtume kaomba ruhusa akikamue, akikame. Sio kukikamua kukiua kitu. Akikame, yani mshike nyato matiti yake. Kamba huyu hana chochote, hata kwenda kulisha hakwenda. Kama alikuwa una kitu tuangalikupa wewe. Mtume kaambia waniruhusu. Ummi Ma'badi kaambia sawa. Mtume akamkama, kukaitwa chombo, yakatiwa maziwa tele. Mtume kaanda kumpa mmoja. Kila mmoja akawa hunwa, kila mmoja akawa hunwa. Yeye akaketi mwiso. Na hapa pana darasa. Saqil qaumi akhiruhum shirba. Mwandazi uketi mwiso. Huandra watu kwanza, aketi yeye mbele akala. Tukapata darasa hapa. Na tukaona tabia ya Mtume ya kutangulizia watu. Kwani asinwe yeye mwanzo, na hakuna angalo kusirika pale. Lakini akawapa wale waliofuatana naye. Kampa na Ummi Ma'badi. Kisha kama tena ile maziwa, akamwambia haya mwekee mumeo. Haya ni miujiza. Lakini yule kwa ni miujiza, tumeona akhlaqi za Mtume, tabia za Mtume katika kuandaa watu. Watu wapoe darasa kama hizi, zitumiwe. Vijana zetu wafundishwe mambo kama haya. Waandazi wafundishwe mambo kama haya. Kawaandaa watu, yeye kabakia mwiso. Alitoka akaya zake mpaka kuingia Madina. Watu ndiani walikimuuliza Sayyidina Abubakar, wewe nani? Akamwambia mimi ni Abubakar. Na wewe ufuatane nao nani? Nyani? Sayyidina Abubakar hataki kuambia ni Mtume, kumtela khatari. Akawa huline na neno ni kweli si kweli, laitwa tauria. Huyu nani huyu? Kamba huyu ni dalili, kiongozi. Sasa yule akafahamu huyu ni kiongozi, aongoza ile safari. Watu wakisafiri utakuwa kiongozi. Hakumwambia huyu ni Muhammad, yani Mtume. Alimwambia huyu ni dalili, huyu ni kiongozi changu. Na ni kweli ni kiongozi chake, Mtume ni kiongozi cha kila mtu.
Sasa ule kafahamu lingine na Sayyidina Abubakari imependelea lingine. Hii yaitwa tauria, kulinena neno sio hakika yake, na mwenye kufahamu akafahamu namna yake. Hapa pia tupata darasa. Saa nyingine waweza kutumia kitu kama hiki na utakuwa hukunena urongo. Kutumia tauria si urongo. Wewe ni Abubakari, nimekujua ena hoyo, huyu ni kiongozi changu. Ule akafahamu ni kiongozi kidoya, ule aongozao msafara. Mtume aliingia Madina akapokewa. Kitu cha kwanza aliposikia Quba, aliweka msingi wa msikiti. Ndio awwalu masjidin usisa ala taqwa, msikiti min awwali yawmin, siku ya kwanza ulioingia, ahaqu an taquma fi. Huno ndio msikiti ambao kwamba wewe yatakikana uwepo katika msikiti ule. Akajenga msikiti wa Quba. Aliingia Madina Jumatatu, kaketi Jumatatu, Jumani, Jumatano, Hamisi, Juma akaondoka kuelekea Madina. Basi kuondoka Madina tu hayasikilia popote, kwa zile zafa za watu na shangwe la wenye kumpokea, wanaume kwa upande wao, wanawake banati najari wale kwa upande wao, hayasikilia mbali. Juma likawa tayari. Mtume kana hapa tutaswali Juma. Likasimamishwa Juma, awali Juma baina ya Quba na Madina. Msikiti wa Juma hono mpaka yeye huko, kuonesha namna gani himma ya Mtume katika ibada yake na katika kumcha Mwenyezi Mungu kwake na katika kutufundisha sisi pupa na katika ibada. Simamani hapa tutaswali Juma. Hakuna msikiti, hakuna chochote. Sasa umejengwa msikiti. Msikiti ukajengwa kwa baada yake akaingia Madina. Kuingia Madina, kila mtu ametengeza nyumba. Kila mtu ametengeza nyumba. Ya Rasulullah, kwangu. Ya Rasulullah, nyumbani kwangu. Ya Rasulullah, kila mmoja ametayarisha mahala. Mtume akawaambia, da'u naqata fa innaha mamura, mwateni hungamia, ameze kupewa amri. Na hiyo ilikuwa ni muujiza. Sisi hatuwezi kuyajua hayo. Tukiwa tumekurudisha mahala, kila mmoja atuambia ndo kwangu, hatuwezi kumwambia la iwete gari itakapokusimama, hiyo imepewa amri. La. Lakini tutukue darasa kwa hawa watu waliomtaka na pupa lao la kumtaka. Kila mmoja, ya Rasulullah, kwangu. Mtume kawaambia, da'u naqa fa innaha mamura. Ngamia alikuya mpaka nyumbani kwa mjombake Abu Ayyub al-Ansari, akapiga magoti. Kupiga magoti tu, Abu Ayyub al-Ansari na kijana zake na watu wake wakateremsha mizigo kuitia nyumbani. Kainuka tena ngamia, kaenda mbele, kapiga magoti, kapiga maondo. Mtume kana hapo tukajenga msikiti. Ardhi ya nani hii? Hii ardhi ilikuwa ni ya mayatima, lakini sisi tuitumia kwa kuanika tende. Hapa ni marbadha hapa. Mtume kana la, tutainunua. Mtume alikuwa hataki kitu bure. Tulinena nyuma huku, Sayyidina Abubakar alipohisi tu kwamba Mtume atagura, akawa ametayarisha ngamia, na Mtume akamkubalia Sayyidina Abubakar kusafiri pamoja. Alimwambia, mimi nimeze kuweka ngamia wawili. Mtume akamwambia, mimi sipande kitu si changu, wakati wa thamani. Akampanda ngamia ni wake. Hunu ndio burua. Hili ndilo darasa. Haya ndio mafundisho katika hijra, katika saira, katika zita za Badru, katika kila sera ya Mtume. Ni lazima tujaribu kuyatoa ambayo kwamba ni mazingatiwa. Ardhi kanunuliwa, ukajengwa msikiti. Msikiti ulipojengwa, kukatolewa matofali, kukapigwa matofali, majiwe, wakawa hutukua, na yeye Mtume aliingia, akawa na yeye atukua mawe, atukua majiwe, na mashairi yakitolewa ya kujengwa msikiti. Pia pana darasa. Sio wewe ni mkubwa uweke kiti tu waangalia. Ngia na wewe kazini. Naam, watakuwa watu wakwambia haina haja habibi, keti. Lakini usikubali. Shiriki.
Ndio sunna ya Mtume. Hata kama utashikwa namna gani, ngia na wewe. Hata kama utadara kisa urudi, lakini uoneshe kwamba na wewe ulikuwa uko tayari. Ndio ilikuwa sera ya Mtume. Wakati mwako aliendewa safari, kukanena kutindwa mbuzi, mwaka na mimi tamtinda, mwingine kana mimi tamtuna, mwingine kana mimi tamkatakata, sisi mwingine kana mimi tampika. Mtume kanena na mimi takwenda kuzengea kuni. Kuzengea kuni, hakuna kuni maana yake. Hakunena mimi nitamtuna pale pale. Takwenda kuzengea kuni. Masahaba kama Rasulullah, sisi tutakutosheleza. Mtume akamwambia nayua kwa mtanitosheleza, lakini inna Allah yakrahu an yara abdahu mutamayyizan baina ikhwanihi. Mwenyezi Mungu hampendi kumwona mja wake ajibagua baina ya watu, akateua kwenda kuzengea kuni, na ni shida zaidi kuliko yale mengine. Hizi ndizo tabia za Mtume sallallahu alaihi. Kwa ajili hiyo hijra, hadithi ya Mtume kugura kwa Madina na hadithi nyingine zozote zikia mnasaba wake, ni uzuri na yapendeza kutoa mazingatira yanayopatikana katika ile darasa. Tukiendelea, Mtume aliingia Madina na akashukia kwa mjomba wake Abu Ayyub. Abu Ayyub akamwambia Rasulullah, ipanda Ayyub, hii nyumba ni ya dari, keti yu. Mtume akamwambia la, ni wata, mimi taketi chini. Haitawezekana ya Rasulullah. Huyo amwambiao ni mjomba wake, na mjomba ni mkubwa, mjomba ni mzee. Panda yu ya Rasulullah. Akamwambia la, mimi taketi chini kwa sababu watakuwa watu wakiniangalia, wakinitaka. Kwa panda kushuka, akakubali Abu Ayyub. Akawafanywa chakula kule yu, akietewa tini. Mtume hula, wale walioko yu hawali. Hungoja Mtume amalize, kikipanda chakula kile kilichobaki, wao hula ile sehemu waliokula Mtume. Siku hiyo wakamsagia na thaumu, wakamtilia thaumu. Kiweli sago ilikuwa mzima katika jumla ya ziteweo. Mtume alikula zakula, lakini thaumu hakula. Hata wakaona labda amekasirika, hakupenda. Wakamuuliza, mbona hakutumia thaumu? Akamwambia, mimi ni Mtume huiliwa na malaika. Wakisikia hizi harufu za thaumu hawatokuya. Manake ile thaumu ina harufu, na hili ni darasa. Ndio Mtume akatwambia siku hiyo alikuwa bwana kuswali msikitini, ana harufu ya thaumu. Akamwambia, mwenye kula mti hunu asikurubie msikitini. Ni maadhuri wao, tumekubali udhuru wake, sababu utawatia watu harufu za thaumu, malaika watakimbia. Na darasa kama hili yatuonesha si thaumu tu. Ikiwa wewe kuji mswaki mikano lako hilo saa zote ni harufu chafu, usingie msikitini. Na tatizo kubwa la kunukakanwa huwa mwenyewe yule kunukakwana haitambui. Mara nyingi huwa yeye haitambui, lakini watu humtambua. Ukiwa wewe hukuji mswaki, basi Allahu Akbar. Hili ni darasa. Tusafisheni meno yetu, kanwa letu. Au una jeraha wewe, usingie msikitini, umepata udhuru. Ungie jeraha lote ni maharufu au latuza au ufai, umepata sababu, ni udhuru. Hizi ndizo darasa zatolewa katika kondo la hijra. Mtume aliwafungisha watu urafiki na undugu. Alikiwatukua watu wa Maka waliokuwa masakini, walikiketi nje ya msikiti pale pana upenu, ukiamkula sufa. Waka wameiweka pale. Mtume akafungisha undugu. Mtukua mtu wa Madina mmoja na mtu wa Maka mmoja. Wewe huyu ni ndugu yako. Wewe huyu, akafungisha undugu baina ya watu wa Maka na Madina. Undugu ule, wale watu walikitukuliwa nyumbani, wakawa hula nyumbani, haangaliwa nyumbani, husaidiwa kwa hili na hili. Hili ni kuonesha ukamilifu wa neno la Mola, innamal mu'minuna ikhwa. Na naam, watu wa Madina walikuwa ni ansar, waliomnusuru Mtume, waliwapokea wale watu. Wengine walichelewa kwa Madina, waliposikilia wakafungiwa undugu.
Mmoja ni Saidina Ali. Aliposikilia karibu watu wote wameweza kufungiwa ndugu, Mtume akamwambia Rasulullah, umewafungisha watu ndugu, na mimi ndugu yangu ni nani? Ni nyani. Mtume akamwambia anta akhi fi dunya wal akhirah, wewe ndiye ndugu yangu duniani na akhira. Na hapa pia litolewe darasa, kutolewe hikma ya Mtume kumwambia Sayyidina Ali, wewe ndiye ndugu yangu. Alikuwa aweza kumteua mtu yoyote pale Madina, tena alikuwa tajiri, mwenye mali, mwenye nafasi, mwenye majumba, mwenye mashamba, akamwambia wewe rafiki yako ni huyu, ndugu yako ni huyu. Lakini ingeeta kitu gani? Watu wangelelewa huyu ni ibn ammi yake, ni kijana cha ammi yake, na mteulia bwanyenye. Hakumpa ndugu hata mmoja, kamba wewe ndugu yako ni mimi, wewe ndugu yako ni mimi duniani na akhira. Hakuonesha kwamba huyu ndugu yangu tampa cheo gani. Na haya ni maradhi yako siku hizi. Mtu akisa kupata cheo atawaangalia watu wake wafaao na wasofaa. Ni makosa. Wakiwa wafaa ni sawa, basi hata wakiwa wafaa usiotukue wote mpaka kuonekana ubaguzi wako wa kuteua jamaa zako. Haifai, haifai, ni makosa. Fanya kitu mtu anene ni sawa. Naam, amempa mtu wake ule, lakini na huyu naye amepoa. Amempa ule na huyu amepoa. Hiyo ndio darasa ya hijra ilikuwa tukufu. Katika watu waliofundishwa ndugu ni huyo Abdurrahman bin Auf wa kutoka Maka. Aligura kwa kukimbia, hana chochote, ni hata mali yake, ni hata kila kitu. Akafungishwa ndugu yeye na Saad bin Rabia. Saad alimpa majumba yake tuawanye, akamwambia nakushukuru. Mashamba yangu haya tuawanye, nakushukuru. Wake zangu hawa utakaye kumpenda tamwata wewe, akashukuru. Akamwambia la, kanionyeshe soko. Kafungua soko ya kuuza maziwa. Hiyo darasa, jitegemee nafsi yako. Akawa milionia. Tu mimi muona siku hiyo na nguo nzuri. Hey, kunani? Kamba nimeoa ya Rasulullah. Kamba basi fanya sadaka. Walau bishate kukwanga mbuzi, Mtume kwenda haka. Si kwamba alikuwa ataka mbuzi. Hizi kwa ufupi ndizo darasa ambazo kwamba na ni nyingi sana yatakazitolewe na zidokezwe katika somo letu la mnasaba wa hijra. Na kila ukia mnasaba tutakuwa tuchenda namna hiyo. Sallallahu alaihi wasallam.